Karibu mtazamaji wangu wa kile kipindi chetu cha Kutoka Madhabahuni. Ni mtume na nabii Joshua Chris hapa. Ninamwamini Mungu vipindi hivi vinaendelea kuwa baraka kwenye maisha yako, vinaendelea kuwa baraka kwenye maisha ya nyumba yako pia. Leo tena Mungu ana kitu cha kutuambia kutokea kwenye madhabahu yake, na ninaamini utakuwapo ushindi mkubwa kwenye maisha yako, kutakuwa kwa ushindi mkubwa kwenye maisha ya familia yako pia. Basi tuombe. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa watoto wako kukaa mbele ya madhabahu yako tena na kupokea lile ulilotukusudia. Jehova Mungu mwema, Mungu mwaminifu, ninauliza roho ya uelewa na roho ya ufahamu itende kazi juu ya mtazamaji wangu huyu, na ule ushindi uliokusudia ukawe amina tena kweli kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen tena amen. Mtoto wa Mungu, kutokea madhabahuni leo ninakuletea ujumbe wenye kichwa: ondoa kwanza utawala wa kipepo ndani yako. Ondoa kwanza utawala wa kipepo ndani yako. Watu wengi wanapitia mateso na wamelipa gharama kutamani kutoka kwenye mateso haya, na hawajaweza kuona kutoka kwenye mateso yale. Yapo mambo mengi yanayosababisha mtu akashindwa kuona kutoka kwenye mateso aliyo ndani yake. Lakini sio tu kuona kutoka kwenye mateso aliyo ndani yake, lakini pia nataka uelewe ziko sababu nyingi zinazosababisha watu waingie ndani ya vilio, waingie ndani ya mateso fulani. Ninataka niamini ninaponena na wewe kutokea madhabahuni sahihi, kuna mateso labda upo ndani yake, na hata kama sio wewe, mtoto wako, ndugu yako yupo ndani ya mateso fulani, na inawezekana mmejaribu kulipa gharama yote mlioweza kulipa, lakini bado haujaona kuchomoa kwenye mateso haya. Ni kwa nini watu wanalia? Kwa nini watu wanasafa? Ni kwa nini watu hawaoni kuinuka kwenye maisha yao? Ni kwa nini watu hawaoni kusogea kwenye maisha yao? Nimekuambia zipo sababu nyingi, lakini moja ya sababu ambayo leo Mungu ametupa neema kuifahamu ni kwa habari ya utawala wa kishetani ndani ya maisha ya mtu, utawala wa kipepo ndani ya maisha ya mtu. Ikiwa unataka kuona unaishi maisha ya ushindi, ikiwa unataka kuona unaishi maisha ya mipenyo, maisha ya baraka, ikiwa unataka kuona unaishi maisha ya kukubaliwa pamoja na mambo mengine yote, moja ya jambo ambalo mtu wa Mungu lazima ulifanye, jifunze kuondoa utawala wa kipepo ndani yako. Na ndio maana leo kwa neema ya Mungu ninakujia na ujumbe huu: ondoa kwanza utawala wa kipepo ndani yako. Tuende na mimi katika kitabu cha Marko sura yake ni ya 5. Marko sura ya 5, alafu mstari wake ni wa kwanza, utasoma mpaka wa 20. Marko sura yake ni ya 5, mstari wa kwanza mpaka wa 20. Mimi nitasoma mistari michache, lakini wewe ninakutaka usome Marko 5, 1 mpaka 20. Neno la Mungu linasoma hivi pale: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo wachafu ndani yake. Makao yake mtu huyu alikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana mtu huyu alikuwa anakuwako makaburini na milimani, anapiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini na wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Hii ni kwa sababu Yesu amwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako unaitwa nani? Akajibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa sisi pepo wachafu tuko wengi
ndani ya mtu huyu. Ondoa kwanza utawala wa pepo wachafu. Maandiko yanasema Yesu na wanafunzi wake walipovuka na wakavuka ziwa na wakafika ng'ambo ya pili ya bahari kwenye nchi ya Wagerasi, neno la Mungu linakuonyesha akaja mtu, na huyo mtu akakimbia akapiga magoti mbele za Yesu na akamwambia Yesu, nina nini mimi na wewe? Nataka uangalie sifa zinazotajwa na huyu mtu pale. Maandiko yanasema alikuwa anashinda makaburini, maisha yake yalikuwa ni pale makaburini, lakini neno la Mungu linasema ni makaburini na milimani. Na zaidi hapo mambo mawili yanatajwa. Alikuwa anaishi maisha ya kupiga makelele wakati wote, lakini pia anajikatakata mwili wake kwa mawe. Nini kinachomfanya huyu mtu ashinde makaburini? Nini kinachomfanya siku zote ashinde milimani? Kwa nini hawezi akakaa mahali pa ustaarabu, mahali ambapo wengine wanaishi? Nini kilikuwa kinamfanya huyu mtu apige makelele maisha yake yote? Lakini zaidi ya hapo, nini kilikuwa kinamfanya ajikatekate kwa mawe? Na maandiko yanasema alikuwa anajaribu kusaidiwa na watu, wanajaribu kumpa msaada, wamtoe pale mahali pa makaburi, wakamweke mahali salama. Haijawahi kuwezekana, hamna aliyeweza kumpa msaada huo. Hata walipomfunga, neno la Mungu linasema alikatakata kamba zao na minyororo zao. Nini kinamfanya awe mtu wa namna hii? Elewa, ni utawala wa pepo wachafu uliokuwa unatenda kazi ndani yake. Na watu wengi leo, kwa sababu ya utawala wa kipepo unaotenda kazi kwenye maisha yao, utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yao, elewa, utawala wa kipepo umewasababisha waishi maisha fulani, imewasababisha wawe watu wa kulia, watu wa kushindwa, wapitie maisha ambayo wao hawajayataka, hawajapenda kuishi maisha hayo, lakini wamejikuta wakiishi maisha hayo. Ninajua naongea na mtu ambaye hujapenda kuwa mgonjwa, hujapenda hiyo hali ya umaskini. Ninajua naongea na wewe ambaye hujapenda kufeli masomo yako, hujapenda kushindwa kwenye biashara na maisha yako. Unataka kuona unachanua. Ondoa kwanza utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yako. Utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, mambo yafuatayo huwa yanatokea. Ninakufundisha, ondoa kwanza utawala wa kipepo ndani yako ili uone vitu vinaenda kwa haraka haraka kabisa. Ninataka nikupe mambo manne ambayo utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, haya mambo manne huwa yanamtokea huyu mtu. Jambo la kwanza, unapoiangalia Marko 5:1-20, utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, mambo manne huwa yanamtokea huyu mtu. Jambo la kwanza, wao pepo wachafu ndio huwa wanaamua mtu awe wapi. Wao pepo wachafu ndio huwa wanaamua uwe wapi. Utawala wa pepo wachafu ndani yako, ule utawala wa kipepo ndani yako ndio unaoamua uwe wapi. Viwango vyako vya maisha vitakuwa wapi? Je, utafanikiwa au utakuwa duni? Na kwa sababu ni utawala wa kipepo, daima utakufanya uwe maskini, uwe duni. Kwa kuwa utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, wenyewe ndio huo unaamua huyu mtu awe wapi. Nimekuonyesha Marko 5, unapoangalia mstari wa 1 mpaka wa 5, Marko 5:1-5, neno la Mungu linakuambia alikuwa anashinda makaburini na milimani. Elewa, kilichosababisha ashinde makaburini na milimani sio maamuzi yake, yeye hakutaka, lakini utawala wa pepo wachafu unaotenda kazi ndani yake ndio uliohakikisha anashinda milimani na makaburini. Ule utawala wa pepo wachafu ukitenda kazi ndani yako, wao pepo wachafu ndio huwa wanaamua mtu awe wapi. Watakuweka mahali pasipo sahihi, mahali pa umaskini, mahali pa misiba, mahali pa kukataliwa. Unayapitia yote haya, lakini elewa, utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yako ndio uliokuweka mahali hapo. Unataka kuona unachomoka mahali hapo, ondoa kwanza huo utawala wa kipepo ndani yako. Unapomsoma huyu ndugu kwenye Marko 5,
1 mpaka 20, Yesu alipoondoa utawala wa kipepo ndani yao, huyu mtu hakushinda tena makaburini, huyu mtu hakushinda tena milimani, alienda kukaa mahali pa heshima. Why? Ni kwa sababu utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, wenyewe ndio unaamua mtu awe wapi. Utawala wa kipepo, mtu wa Mungu, unaotenda kazi ndani yako ndio ulioamua wewe uwe mahali pa umaskini. Kwa namna za kiroho wamekuweka mahali pa kukataliwa, ndio maana unaishi maisha ya kukataliwa. Wamekuweka wao, utawala wa kishetani unaotenda kazi ndani yako umekuweka mahali pa kushindwa, na ndio maana kila unalolifanya halifanikiwi. Ondoa kwanza utawala wa kipepo ndani yako, ili sasa mambo yabadilike. Hivyo jambo la kwanza, wao pepo wachafu wakishakaa ndani yako, ukiruhusu yatawale maisha yako, wao ndio wao wanaamua mtu awe wapi. Marko 5:1 mpaka 5. Lakini jambo la pili, utamjuaje au utawala wa kipepo ukitenda kazi kwenye maisha ya mtu? Jambo la pili, wao pepo wachafu ndio wao wanaamua mtu afanye nini. Unaona watu vitu wanavyofanya, na wengine vitu wanavyofanya vinawagharimu, vitu wanavyofanya vinawaweka matatani, vinawaweka mahali pa aibu, vinawaweka mahali pa kushindwa. Ni vitu watu wanafanya vinawaweka mahali pa magonjwa. Lakini elewa, utawala wa kipepo unapotenda kazi ndani ya mtu, wenyewe ndio unaoamua mtu afanye nini. Yaani kwa maneno mafupi, mtu anakuwa hana maamuzi yake mwenyewe. Lile analolifanya ni lile ambalo utawala wa kishetani, utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yake umeamua afanye. Unapoangalia Marko 5:5, maandiko yanasema huyu mtu alikuwa anapiga kelele na anajikatakata kwa mawe. Nini kinachomfanya afanye hayo? Nini kilichokuwa kinamfanya achukue jiwe na achane mwili wake, na wala hajali wala haoni ni vibaya? Elewa, ni ule utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yake. Utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, wenyewe ndio unaamua ufanye nini. Watu wamejikuta wanafanya mambo yasiyofaa, ni walevi kupitiliza, wanaelekea kwenye uzinzi na uasherati ambao baadaye unawaua. Watu wanafanya vitu vya ovyo vinavyowagharimu hata kwenda jela, lakini ukikaa nao na ukiwatazama kwa jicho la kiroho, unawagundua sio wao, ni utawala wa kipepo ndani yao ndio ulioamua wafanye wanaoyafanya. Mimi na wewe ni mashahidi mambo yanayoendelea hapa karibuni. Siku chache zilizopita, unasikia baba amelawiti mwanae wa miaka 2. Unasikia mume amemuua mke wake na mtoto wake kikatili. Uelewe, hii sio kawaida. Hamna mtu aliye katika utu wake anayeweza akafanya hayo mambo na mengine yote watu wanafanya ikiwa utawala wa kipepo unatenda kazi ndani yao. Elewa, mtoto wa Mungu, kuna mambo unayafanya na sio sawa, na ninajua kuna wakati ukirudi kwenye akili zako unajiuliza, nifanyaje ili niache? Leo ninakujia pale ulipo kutoka kwenye madhabahu ya kwamba ondoa kwanza utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yako. Utaona unashinda. Sio wao pepo wachafu waamua ufanye nini, Roho wa Bwana ndio amua ufanye nini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Jambo la tatu, utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani ya mtu, nimekuambia jambo la kwanza, wao wanaamua mtu awe wapi. Jambo la pili, wao pepo wachafu wao wanaamua mtu afanye nini, na jambo la tatu, wao pepo wachafu wao wanatambua watu wanaotaka kukukaribia. Utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, elewa una uwezo wa kutambua huyu ni nani anayetaka kuyakaribia maisha yako. Unapoangalia Marko 5:6 na 7, neno la Mungu linakuonyesha Yesu na wanafunzi wake walipovuka, waliposhuka tu kwenye chombo, wale pepo wachafu ndani ya huyu ndugu walimsukuma, na huyu ndugu alikimbia mara moja mahali alipo Yesu. Na haya ndiyo maneno yake, una nini na sisi? Elewa ule utawala wa kipepo
ulikuwa unajaribu kumuondoa Yesu kwenye maisha huyu ndugu, ni kwa sababu wale pepo wachafu ndani ya huyu mtu walishatambua huyu ni Yesu na amekuja ili kuleta msaada kwa mtu huyu. Wakataka wafanye lolote ili Yesu aachane na yule mtu. Leo utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, una uwezo wa kutambua, na yoyote wanayetambua kwamba atayasaidia maisha yako, atayajenga maisha yako, atayapigania maisha yako, utawala wa kipepo utampinga huyo mtu, hatafika kwenye maisha yako. Na hili ndio limesababisha umewapoteza watu wengi waliokuwa baraka kwako. Kuna vitu ulivifanya vimewafanya watu waende mbali na wewe. Unisikilize mtu wa Mungu, unamhitaji Mungu, unahitaji na watu wa Mungu ili maisha yako yabarikiwe. Unamhitaji Mungu na watu wa Mungu, lakini utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako unakusababisha ukataliwe na watu wa baraka, kwa sababu wenyewe una uwezo wa kuwaona watu, una uwezo wa kuwatambua watu wanaokuja kwenye maisha yako ili kuwa msaada. Utawala wa kipepo unaotenda kazi ndani yako utawapinga, utawapeleka mbali na wewe. Hilo ni jambo la tatu. Na ukishindwa kuzungukwa na watu wa baraka, hautaona kuinuka kwenye maisha yako. Ila nimekuambia utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, una uwezo wa kutambua huyu ni mtu wa baraka kwake, na watafanya lolote linalowezekana ili huyo mtu aende mbali na wewe. Jambo la nne na la mwisho, utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, pepo wachafu wakitenda kazi ndani yako, kuna nyakati wao ndio wanaongea. Marko 5:9 mpaka 12, utaona yule mtu alipomsogelea Yesu, ulikuwa ukimwangalia, yeye ndiye aliyemwambia Yesu, tuna nini na wewe? Nina nini na wewe, mwana wa Mungu? Umekuja kututesa. Aliyekuwa anaongea ilikuwa inaonekana ni yule ndugu, lakini elewa, sio yeye aliyekuwa anaongea. Kilichokuwa kinaongea ni wale pepo wachafu ndani yake. Wale pepo wachafu waliokaa ndani yake ndio waliokuwa wanaongea, na yote waliokuwa wanaongea yalikuwa ni ya kumkatisha Yesu tamaa, yalikuwa ni ya kumpeleka Yesu mbali. Lakini kwa kuwa Yesu anayo jicho la kiroho, alijua sio yeye huyu mtu anayeongea, ni utawala wa kishetani ndani yake ndio unaongea. Leo utawala wa kipepo ukitenda kazi ndani yako, kuna wakati utaongea na utakuwa unaongea vitu vinavyowavunja watu moyo, vitu vinavyowakatisha watu tamaa. Wengi watapenda kukaa karibu na wewe kwa sababu ya vitu unavyoviongea, lakini si ukweli, sio wewe, ni utawala wa kishetani unaotenda kazi ndani yako. Ukiwa ndani yako utayafanya hayo mambo manne. Unataka kuona kuwa salama, unataka kuona kufanikiwa kwenye maisha, jifunze tena na tena kuondoa utawala wa kishetani, utawala wa kipepo kwenye maisha yako. Usikubali kutawaliwa na pepo wachafu. Roho wa Bwana yeye ndiye atawale maisha yako. Lakini ukitoa mwanya tu ukatawala, napenda uelewe mtoto wa Mungu, haitakuwa rahisi kwako kuona kuchanua, kuona kucheka na kuona mafanikio. Kwa dakika chache nataka niombe na wewe kuondoa utawala wa kipepo kwenye maisha yako. Pale unaponitazama, fanya maombi haya pamoja na mimi. Inua sauti yako sahihi, sema leo kwa jina la Yesu aliye hai, utawala wowote wa kipepo unaotenda kazi ndani yangu, ulioamua nikae mahali hapa pa mateso, ninaung'oa utawala huo ndani yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakataa kuendelea kukaa mahali pa kulia, mahali pa kushindwa, mahali pa kukataliwa. Utawala wa watu wa kishetani unaoniweka mahali pa mateso, ng'oka, vunjika leo, toka ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utawala wa watu wa kipepo unaotenda kazi ndani yangu, unaonisababisha nifanye mambo yasiyofaa ili kuniweka kwenye vilio, ili kuniweka kwenye aibu, leo kwa jina la Yesu, utawala huu wa kipepo toka, ng'oka
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Sema ombi hili, mtu wa Mungu, mahali pale leo, kwa jina la Yesu ali hai. Utawala wowote wa kishetani ndani yangu unaowatambua watu wangu wa baraka na kuwaondoa kwenye maisha yangu, utawala huu wa kipepo leo kwa jina la Yesu, toka, vunjika, ng'oka ndani yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mtu wa Mungu, sema leo kwa jina la Yesu, utawala wowote wa kipepo ndani yangu unaonisababisha niongee yale yanayowavunja watu moyo, ninauharibu utawala wa kipepo leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen, tena amen. Pale ulipo mtu wa Mungu, sema ewe Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, yatawale maisha yangu. Ewe Roho wa Bwana, karibu ndani yangu, natawala wewe maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen. Mungu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu. Nimelaani utawala wa kishetani ndani yake, na ninambariki nikisema Mungu yatawale maisha yake. Mpe sasa kuona kufanikiwa, mpe sasa kuona kuchanua, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen, tena amen. Mungu akubariki mtoto wa Bwana, akupe mema mengi, akusaidie kuona kushinda na kustawi kwenye maisha yako, mpaka tunapokutana wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Kutoka Madhabahuni. Ninakuacha kwenye mikono ya baraka ya Mungu. Bye bye.